ukubwa wao uko wapi? Ukubwa uko wapi? Kama Mwenyezi Mungu hajaamua kukupa haki yako, tulia. Mungu akikupa atakupa tu. Na ndio maana sisi wana Yanga, timu Yanga Sport Club, Yanga Afrika, barani Afrika, Yanga Afrika, sisi huwa tunanyimwa magoli. Hata wale Mamelodi wana historia kwamba hawa vijana wakiamua kucharuka wanacharuka kweli. Sisi na Yusuf Kabenze, nipo mkoa wa Rukwa, Sumbawanga. Mimi nazungumzia mechi ya Simba ya ndugu zetu ambao ni watani wetu hawa. Ninashukuru sana. Unajua Mwenyezi Mungu akiamua kutenda jambo huwa anatenda kwa wakati wake mdogo mdogo. Hawa ndugu zetu hawa wao wanaona kwamba kikosi chao ni bora sana kuliko kikosi cha Yanga. Na Yanga inapokuwa inajikwaa wao wanaongea maneno mengi sana makubwa sana ya kutabiri kwamba tayari kikosi chao ni bora, kitu ambacho si hivyo jinsi wanapokuwa wanatarajia. Mpira hadisi ulivyo, mwenzio unapoteleza ujue na wewe utateleza, lakini wao hilo huwa walijui. Mfano leo hii wamenyimwa wale watoto Tabora United, wamenyimwa lile goli. Sasa lile goli lilikuwa offside gani? Unaona? Lakini ingekuwa ni kwao wangeweka kati. Ila kwa sababu wale ni wadogo, wamenyimwa goli, wamekataliwa goli kwamba ni offside. Ile haikuwa offside. Unaona? Alafu vile vile wao wanajiona kwamba ni wakubwa. Haya, tunaenda tena mfano pale ule Nouma, Valentino Nouma, ile kadi ambayo amepewa, wameenda wamejigonga tu, lakini kapewa kadi nyekundu. Sawa, na wao walizungumzia sisi wakati wale vijana walipewa kadi nyekundu dakika zile, sisi tukatoa sare, na wao leo hii imekuwa vile vile, lakini wao wameshindwa kufunga. Sasa sisi tunashindwa kuwaelewa hawa ndugu zetu, ukubwa wao uko wapi? Ukubwa uko wapi? Kama Mwenyezi Mungu hajaamua kukupa haki yako, tulia. Mungu akikupa atakupa tu. Na ndio maana sisi wana Yanga, timu Yanga Sport Club, Yanga Afrika, barani Afrika, Yanga Afrika, sisi huwa tunanyimwa magoli. Hata wale Mamelodi wana historia kwamba hawa vijana wakiamua kucharuka wanacharuka kweli. Sisi na ndio maana huwa hatuna kelele nyingi sana, na wenye kelele sana ni ndugu zetu. Wangeshinda leo wangesema sasa tuliwafunga pale mlikwenda kudraw. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana, nina faraja sana ndugu mwandishi wa habari. Mimi yani kwa kweli Simba inapokuwa inatoa sare au inafungwa, mimi moyo wangu unasuzika sana. Na ni kweli kwa hapa Mwenyezi Mungu ni wa wote kwa kweli. Mungu hajawahi kumtupa mja wake. Ndugu mwandishi wa habari, mimi naamini ni hayo ndugu mwandishi wa habari. Kuna swali hapa. Yeah. Saizi mnaongoza kwa point 8. Yeah. Wakiwa na kipolo. Je, unategemea zibaki hivyo hivyo au washinde kipolo chao zibaki tano? Ndugu mwandishi wa habari, kipolo chao washinde tu. Sasa kila mtu aje ashinde mechi zilizobaki hizi. Kwa sababu sisi hata kama wao watashinda tukabaki na point 5, na hata kama tunakuja kupoteza mechi moja ambao bado hiyo moja tufanye wao watashinda, tutakuwa na point 2. Unaona? Hizo 2 hata tuacha ubingwa ni wa kwetu ndugu mwandishi wa habari. Je, unategemea nyie mtaendelea kuwa na performance ile? Nategemea, kwa sababu sasa hizi kwanza ukiangalia hata performance ya jana timu jinsi ilivyocheza, tulicheza hatuna striker, lakini leo hiyo Okello alikaa pale kama striker chamvuli, lakini angalia vitu alivyofanya. Na nategemea, nina mategemeo makubwa sana kama hao wote injury watapona, wakikaa wakirudi vizuri, sisi tutaendelea na performance vile vile, kwa sababu kama jana tulikuwa hatuna striker. Angalia tumecheza na striker chamvuli, angalia jinsi mpira ulipopigwa, umepigwa kabisa madekaje mpaka vile vitu kabisa vya Ulaya na Messi ndio vinaonekana pale saizi Yanga. Kwa hiyo nina imani timu ujio wa ule kocha kweli, naamini kwamba kuna vitu ambavyo vinaanza kuibuliwa vinakuja. Nakushukuru sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Naomba bwana sisi ukafikishe taarifa hiyo kwamba Yanga ni bingwa mara 5. Asante.